Ukosefu wa amani ndani ya viongozi wenyewe kwa wenyewe kutokuelewana ndio sababu kubwa Simba kufanya vibaya. Lakini ukijaribu kunisikiza utanielewa. Kiongozi katoka kuongea juzi kwamba kuna viongozi timu ikifungwa anachekea chooni. Kuna kiongozi anasema kwamba watu wana afya ya akili, matatizo ya afya ya akili. Yaani tayari ndani ya klabu, ndani ya uongozi mkuu wa juu wa Simba kuna competition kubwa. Tunaona bajeti inakuja kutolewa klabu, inasemekana Mo anatoa 20%. Mo anajisikiaje? Nipo na Mandala hapa baada ya heka za siku ya Jumapili. Walianzia nyakati za asubuhi kwenye mkutano wa wanachama. Ndugu mwanachama wa Simba namba 1 Mangungu Multaza dua kabisa pia. Jioni ikawa mechi wakala kipigo. Nikikumbuka maneno ya meneja habari wa kikosi cha Simba Ahmed Ally alisema kwamba kuna grupu litakuwa linagawa utamu. Vipi? Simba ndo anagawa utamu au? Alichofanya mwenyekiti alituambia tufumbe macho tuswali. Kufumbua yupo. Ile inaenda wapi kwani? Tujui mpaka sasa tuna wasiwasi, tuna mashaka mwenyekiti kakimbia. Mpaka sasa hivi hatujui sasa alipoenda. Kwani alivyoambia mfumbe macho wenyewe mkajua kama mna swali maisha mengine yaendelee? Ndio akasema ibada. Muona bwana, lakini mashabiki wengi wa Simba na wanachama kuzoea au utaratibu wa Simba sio ule wa kumaliza kikao. Unajua ukiangalia BMT kuna maelekezo ametoa ya serikali kuhusu mwenendo wa klabu. Tufanye maboresho ya katiba, na ukimsikiliza naibu waziri kuna kitu kakigusia. Kweli BMT imetoa maelekezo tufuate hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini hivyo vitu vya kufuatwa ili tuvifuate havitokuwa halali paka wanachama wavikubali, wavilizie, wavipitishe au wavikatae. Sasa kwa hiyo mimi nashangaa jana kamati kweli imekuja imetusomea na baadhi ya maoni ya mashabiki yamechukuliwa, wameyafanyia kazi. Kwa hiyo imesomwa, ilitakiwa sasa irudishwe kwa wanachama waje wakubali, wafanye nini, wakatae. Baada ya kumaliza baada ya kumaliza mwanasheria kusoma ile taarifa, tunasikia Ahmed Ally atuambia watu wasimame wanyooshe viungo. Wanyooshe viungo. Kama umechoka nyosha viungo. Mwenyekiti akatuambia kwanza kama unataka kwenda toilet unaenda toilet. Mnaenda afu mnarudi, tukajua watu wanajua kikao kinaendelea shehe. Yaani kwamba kama kwanza Ahmed Ally alisema nyoshe viungo, afu kama unataka kwenda toilet unaenda toilet. Unaenda. Kwa maana mkajua hii ni warm up tu, kikao kinaendelea. Off time. Tukajua off time kipindi cha kwanza kimeisha. Bado kipindi cha pili. Saa 5. Wajomba kila mtu kaenda chooni. Kikundiko. Na minong'ono imezidi. Muda upo mwingi, mtakaa mpaka asubuhi hapo tumelipia, mtaongea. Haya. Sisi watu wamekaa kimya wanasikilizia. Watu kurudi. Shehe mbuinuka tupea haya hapo. Zikamwagwa haya. Haya kwa sababu na timu pia inacheza. Haya ikamwagwa pale. Haya mchungaji hapo simama tuone unayefanya mambo yako haya. Ile fumba macho. Kwa hiyo kwanza ngoja kwanza. Kwa hiyo wakati wa shehe amkufumba macho, shida ilianza kwa mchungaji. Wakati mchungaji anakuambia tufumbe macho tuombe. Mbili. Kwa lazima dini moja ipigwe. Sasa ukikatisha kwa dini moja, mkifumba macho tuombe si hayupo, atakuwepo. Ili sasa si moja imeisha. Kwa hiyo sasa ikipigwa ya pili sasa ya mwisho. Mnajua mkifumbua hamna kitu. Mwenyekiti hayupo. Sisi wana Simba, unajua mimi naenda mbali kidogo. Mimi jana nimegundua kitu. Kwa nini timu inaharibu? Mimi jana nimegundua. Mimi kila siku kauli zangu nasema Simba ina wachezaji bora sana. So ni mchezaji bora, sema ni mwalimu mchezaji bora. Morris Eblam, Simba ina wachezaji wenye quality kubwa kuliko hata wa Yanga. Nilikuwa najiuliza shida nini, nikamshtumu kocha. Pentive. Kocha ana shida. Nikamshtumu sana jana, kanichezeshia nani? Mastreka, tumeona wachezaji wamecheza. Nikaja kuanza kwa kutumia akili ndefu. Unajua mimi si mtu wa dokumenti. Mtu wa vieti. Mtu kupekua mambo ya factorize. Baada ya kupekua kufanya research and analyze, kuna kitu nimekigundua. Ukosefu wa amani ndani ya viongozi wenyewe kwa wenyewe kutokuelewana ndio sababu kubwa Simba kufanya vibaya. Viongozi wa juu kutokuelewana, hii ndio sababu kubwa Simba kufanya vibaya, kutaka madaraka. Kwa kwamba kinachowatesa Simba ni kiu ya kutaka madaraka. Unaweza usinielewe, lakini ukijaribu kunisikiza utanielewa. Kiongozi katoka kuongea juzi kwamba kuna viongozi timu ikifungwa anachekea chooni. Kuna kiongozi anasema kwamba watu wana afya ya akili, matatizo ya afya ya akili. Yaani tayari ndani ya klabu, ndani ya uongozi mkuu wa juu wa Simba kuna competition kubwa.
Tunaona bajeti inakuja kutolewa klabu, inasemekana Mo anatoa 20%. Mo anajisikiaje? Si hatujui kupiga mahesabu. Mo anatoa shilingi ngapi? Kweli unaweza ukaafiki Mo anatoa 20%. Unajua kabisa ndani ya uongozi kuna vita kubwa. Je, kama ndani ya uongozi kuna vita kubwa, hawa wachezaji kumbuka wapo na viongozi. Wao nafikiria kiongozi anashinda kukaa na wachezaji, chezeni chini ya kiwango mwakomeshe. Lakini pia za ndani inasemekana kila kiongozi na wachezaji wake. Ndio maana nimesemaje? Sababu Simba kufanya vibaya ni viongozi. Mtu anaweza kwenda kufuata mchezaji. Sikiliza Soa. Wewe abudu ucheza muziki tu. Usifunge goli. Tunataka tuwakomeshe. Sasa wajifanya wanajua. Hamna kufunga. Mtu anashindwa. Sema ni mwalimu. Hamna kufika pale dondoka. Mpanzo hamna kutoa pasi. Chezeni chini ya kiwango. Game tufungwe. Mtu anashindwa. Yote sababu kutokuwa na maelewano ndani ya uongozi ndio sababu kubwa ya Simba kufanya vibaya. Hakuna sababu nyingine, uongo. Simba ina wachezaji bora, ina wachezaji quality. Hata ile kocha ingewezekana pia mzuri. Uongozi wa Simba ndio unaharibu timu kwa kugombea kwa madaraka. Yaani narudia, watu wanashindwa kuelewa kitu. Kwa kugombea kwa madaraka ndio wanaiharibu timu. Sasa Mandala wanakusikiliza sasa hivi wadau mbalimbali. Shida hii ili iondoke ndani ya Simba, viongozi wanachama mnapaswa mfanye nini? Aondoke Mangungu ndio mtakuwa salama zaidi? Solution kubwa ilikuwepo jana kwa mwenyekiti pale kwenye uchaguzi kwenye mkutano mkuu, ndio ilikuwa solution. Na ndio sehemu pekee viongozi wanapaogopa. Na ndio maana jana wamekatisha nusu wakakimbia mbio. Wanaogopa wanachama, wanajua mwanachama nje ya mkutano huwezi kufanya kitu. Kiongozi anaweza kukujibu chochote. Lakini ndani ya mkutano anaogopa, mnaweza kumtoa. Lakini kuna swali aliulizwa pale Mangungu akalijibu kibabe sana, akasema kumbe shida yako Mangungu tukutane kwenye uchaguzi. Nisikilize. Viongozi, mwenyekiti halijua wazi kwamba yale matakwa yakirudisha kwa wanachama watoe maoni hayatofanya kazi, kwa sababu viongozi wa Simba wanaloa madaraka, wametengeneza situation kujipa wao ukubwa, yani kujipa wao kuwa na nguvu. Kwa hiyo nguvu ili ipite, wanachama wapitishe. Kama wanachama hajapitisha utakuwa una nguvu. Tunabaki pale pale, Mondo tajiri, shehe anatoa hela. Na sisi tunamsikiliza Mo, hatumsikilizi mtu wote. Wenyewe wanachama namsikiliza Mo. Sisi Mo. Kwa hata Mangungu mumsikilize baba. Hatumsikilizi sisi mtu zaidi ya Mo, shehe. Sisi ni Mondo tunamsikiliza. Anawaletea Mpanzu msimsikilize. Wewe tunatotea Mpanzu sisi tusimsikilize, unatujia na maneno. Kawaletea Maurice Abraham msimsikilize. Tusikilize sisi, tumsikilize nani? Sisi nani sisi tumsikilize zaidi ya Mo? Toa hela kama mwenzako tuone. Toa mizigo. Maremo kwa watu wa mizigo. Maremo asipopo kwa anashindana na Mo. Yeye kaleta kadondosha huyu. Wewe kaleta hivi kadondosha huyu. Unaona hata kama Mo akiondoka asipopo yupo. Leo Mo aondoke, Mangungu atapeleka wapi timu? Mo aondoke sasa hivi. Hiyo 20% ya Mo iliyobakia. Wao ya Mangungu ya 40% inafanya kazi gani? Bado je kuona ameleta nini? Kwa maana yake wanachama nyinyi mnataka nini? Na mimi nataka nijue leo. Yaani nyinyi wanachama, uongozi uondoke. Tunataka sisi tunataka ni kwa wanachama wanataka uongozi. Hakuna, narudia. Wana Simba ukimwona anaunga mkono uongozi wanaunga mkono huyo mnafiki. Nakwambia. Tena achunguze. Hii naambia wana Simba. Hakuna hatuna uongozi sisi. Ukimwona mwana Simba anaunga mkono uongozi huu, ana maslahi naye na yeye mwenyewe mnafiki. Ilikuwaje mkampitisha Mangungu? Na leo hii huyo Mangungu mnamtaka kwa udi na uvumba aondoke. Wakati nyinyi ndio mlomweka wanachama. Kwani mtu anapokuja kugombea sana anakuja kwa unyonge, anabadilika katikati ya uongozi? Kwani mtu unamjua mtu tabia yake baba? Mnaona mtu si huyu bwana shehe wangu. Mtu si huyu ndio hivi matokeo yake. Yaani jana litakuwa Mangungu ndio ajitengenezee kwamba aonyeshe kwamba watu wanamuonea. Haitakiwa aongoze, haitakuwa jana afanye kitu aonekane watu wanamuonea. Lakini jana ndio kaja kujionyesha hadharani kwamba wanaomlaumu hawakosei. Jana kaja kujidhihirisha mbele za umma kwamba watu wanaomlaumu Mangungu wafanye nini? Hawakosei. Lakini jana itakuwaje ajisafishe? Afate structure wanachama changieni, fanyeni hiki, kapeleka kikao kiuni, kimekatishwa ni kama shewe kisera ile. Hoya fresh wanangu tutaonana. Hoya fresh ndio kikao cha Simba yake hivyoisha. Kama masani kama masera vile. Hoya badili wanangu au sio? Fresh tutaonana mwakani. Ndio alichokifanya. Bwana tumeshuhudia jana Cristiano yakipoteza magoli 2-1. Unaiona bado nafasi ya Simba kufanya vizuri? Nini sasa? Hamna. Yaani
tumwachie Allah mengine. Kwa katika hilo tumwachie Allah. Allah atie mkono wake. Yesu apambane huko na atie mkono wake, Allah apambane ndo tupite. Kwa hiyo kilichobaki ni dua tu. Dua tu, ni kuomba basi. Ufundi uongo. Sisi tutumie mbinu uongo. Kama umefungwa mechi 2 mfululizo zote ufundi tutumie ufundi gani? Hakuna ufundi hapo. Shughuli ishaisha. Si tuombe tu Mungu atujalie basi. Tutapita vipi kwenye likundi? Tutapita vipi kwenye likundi? Shughuli hakuna. Bwana, kauli ya semaji Ahmed Ally alisema kwamba kuna timu inagawa utamu. Imegeuka hii. Kwa hiyo mnagawa utamu. Ile kauli ya mwaka jana nakumbuka. Ndio hiyo mnagawa utamu. Watu wamerudisha sasa hivi. Sasa tunafikiri unafanya nini? Ushafungwa mechi 2 mfululizo. Hapo umechezea. Ugenini umechezea. Tunisia Expanse di Tunisia atatuacha. Mbona wanasema kwamba mnaweza mkawapasua? Wale kama tumeshindwa timu mbovu jana ile mbovu ambayo hata kupress hawawezi, wametufunga. Twende kwa Tunisia, Waarabu washavurugwa, wana mawinga wanakimbia kama kina Ronaldo. Ndio tukashinde kule. Ndio maana akasema tumwachie Allah, tuache kujidanganya. Kwa swala la utamu litaendelea. Timu pekee ya kuchukua 6.6 ilikuwa ile ya jana. Ndio timu kwenda kuchukua 6.6 kule na nyumbani. Mengine majali wa Mungu. Kwa mantikio nyumbani mtachukua pointi 3 kwa Stade Malien. Ndio nakwambiaje? Timu pekee ambako tunaweza kuchukua pointi 3 nyumbani na ugenini ni ile pale. Stade Malien sisi tutamweza wapi ndugu yangu? Shughuli ndio ishaisha, hamna kitu. Utamu mnaendelea kutoa. Yaani Simba kuangalia mnakuja kutoa utamu kwenye ligi. Simba itakuja kutua, afu ligi hiyo hapo siku 3, tarehe 4 na tarehe 7. Tarehe 4 una Mbeya City, washakula vinyonga huko wameshiba wanakuja hapa. Unao. Alafu tarehe 7